Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo siku ya Alhamis alikashifu viongozi wa kisiasa wanaotumia imani za kidini kuhalalisha mizozo au sera za utaifa, akiita hiyo ni aina ya kufuru au dhambi kubwa inayomvunjia heshima au kumtusi Mungu. Leo, Papa wa kwanza wa Marekani hakutaja viongozi maalum katika ujumbe uliotolewa kabla ya siku ya amani ya kanisa Katoliki duniani, lakini alitoa wito kwa waumini wa kidini kupinga matumizi yoyote ya imani kama hayo. Kwa bahati mbaya, imekuwa kawaida kuburuta lugha ya imani katika vita vya kisiasa, kubariki utaifa na kuhalalisha vurugu na mapigano ya silaha kwa jina la dini, alisema Papa Leo. Aliendelea kwa kusema, waumini wanapaswa kukanusha kwa bidii zaidi ya yote kwa ushuhuda wa maisha yao aina hizi za makufuru ambazo zinachafua jina takatifu la Mungu, alisema. Leo pia alionya dhidi ya matumizi ya akili bandia katika vita katika ujumbe wa kurasa 4 uliotolewa kwa kiongozi wa kanisa ambalo lina washiriki zaidi ya bilioni 1.4. Kuna tabia inayoongezeka kati ya viongozi wa kisiasa na kijeshi ya kukwepa wajibu, kwani maamuzi kuhusu maisha na kifo yanazidi kukabidhiwa kwa mashine, alisema kiongozi huyo. Hii inaashiria usaliti usio na kifani na wa uharibifu wa kanuni za kisheria na kifalsafa za ubinadamu ambazo zinasimamia na kulinda kila ustaarabu. Leo aliyechaguliwa na makardinali wa dunia mwezi Mei kumrithi hayati Papa Fransisi amezungumza mara kadhaa katika mwaka wake wa kwanza kuhusu changamoto zinazoletwa na AI. Pia alilaani ghasia kwa jina la dini katika safari yake ya kwanza nje ya nchi kama Papa, akiwaambia viongozi wa Kikristo kote Mashariki ya Kati wakati wa safari yake ya Uturuki mwezi uliopita. Lazima wakatae vikali matumizi ya dini kwa kuhalalisha vita, ghasia au aina yoyote ya msingi. Katika ujumbe huo mpya, Papa pia alilaumu ongezeko la matumizi ya kijeshi duniani, akinukuu takwimu za taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm kwamba gharama za kijeshi duniani kote ziliongezeka kwa 9.4 mwaka 2024 na kufikia jumla ya trilioni 2.7 au 2.5 ya pato la taifa la kimataifa. Vilevile leo alionya dhidi ya mantiki ya makabiliano ambayo sasa inatawala siasa za kimataifa, ikizidisha ukosefu wa utulivu na kutotabirika siku baada ya siku. Taarifa hii kutoka Reuters imeripotiwa na mwandishi Joshua McLewy, ikihaririwa na mwandishi Alison Williams. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.